Hii sio transfer story ya kawaida tu, bali ni mustakabali wa Manchester United. Manchester United wanatarajia kuanza upya mapinduzi makubwa ya eneo la kiungo bila ya Casemiro. Casemiro anaondoka mwishoni mwa msimu, lakini pia kuna matarajio makubwa kabisa Manuel Ugarte atakuwa anauzwa kwenye dirisha kubwa lijalo la majira ya sama. Mustakabali wa Bruno Fernandes pia bado hujulikani, na inaelezwa kwamba itajulikana baada ya kombe la dunia ambako Bruno ataamua abaki ama anaondoka. Baada ya kuwekeza zaidi ya pauni milioni 200 kwenye safu ya ushambuliaji msimu uliopita, hatua ambayo kiukweli imebadilisha mambo. Shesko, Mbeumo na Cunha kumekuwa kuna uwezo mzuri wa kuweza kufunga. Sasa uongozi wa Manchester unaelekeza nguvu zote katikati ya uwanja ambako ndiko roho ya timu iliko. Ineos wakiongozwa na Jason Wilcox pamoja na Christopher Vivel ambaye ni mkurugenzi wa usajili, wana pressure kubwa ya kuhakikisha safari hii hawafanyi tena makosa ya usajili wa kiungo ambayo kwa miaka mingi imekuwa ni changamoto kwenye klabu ya Manchester United. Kiungo ni roho ya timu, tatizo ambalo tunaweza kusema liliwagharimu makocha wengi kwa zaidi ya miaka 13 iliyopita tangu alipoondoka Sir Alex Ferguson. Makocha hao waliopita wengi walihangaika kupata namba 6 ya kudumu. Majina kama Matic alipita hapa, mtu kama Morgan Schneiderlin alipita hapa, lakini mambo baada ya kufanikiwa. Casemiro naye kulikuwa unapanda shuka, watu kama Ugarte pia bado ni panda shuka. Hakuna aliweza kutengeneza enzi zake kama ilivyokuwa kina Paul Scholes, kina Nicky Butt, kina Roy Keane na wengine. Moyes alimtaka mtu kama Tom Cruise pamoja na Fabregas, haikufanikiwa. Ten Hag juzi alimtaka mtu kama Frank de Jong, hakufanikiwa. Amorim mpaka anafukuzwa alimtaka Baleba, hakufanikiwa. Sasa Manchester wanalazimika kufanya kile kinachoitwa open surgery ya kiungo, kama ambavyo mzee Ralf Rangnick alivyosema, wanatakiwa kufanya surgery na sio kupaka cosmetics. Malengo makubwa ya usajili wa Ineos ni kusajili wachezaji wawili katika eneo la kiungo. Elliot Anderson kutoka Nottingham Forest ndiye lengo namba 1 kwa sasa kwa Manchester United. Huyu ni kiungo kamili, anakaba, anapiga pasi, anaweza kusaidia kukaba, na ni wale box to box midfielder, anaweza kuisaidia timu kwa ubora na anaweza kucheza kama mrithi wa Casemiro. Thamani yake inatajwa huenda ikaenda hadi milioni 100. Changamoto kubwa hapa, City nao wanahitaji kutia mguu na kutaka kumsajili. Carlos Baleba kutoka Brighton yuko kwenye orodha namba 2 ya Manchester. Anaongeza nguvu kwenye timu na ni mtu ambaye ana intensity kubwa, na tayari Brighton wako tayari kumuuza kwa 70 mpaka 75. Na Manchester hawana hofu na kushuka kwa kiwango cha Baleba msimu huu. Wanaeleza kuna sababu nyingi ambazo zinafanya hivyo. Lakini mtu namba 3 ni Adam Wharton kutoka Crystal Palace. Anatarajiwa kuuzwa majira ya joto. Liverpool ni wapinzani wakubwa wa Manchester kwenye dili hili la kumtaka. Kiungo huyu wa England ni future kubwa ya mpira. Ineos mpango wao sasa ni angalau kuweza kusajili watu wawili kati ya hawa watu watatu ambao wasajiliwe kwenye dirisha kubwa la majira ya joto. Lakini pia sokoni au Manchester wana machaguo ya ziada ambayo wanayatazama kuweza kufanya usajili, ambao pia ni watu muhimu. Yuko Alex Scott kutoka FC Bournemouth, lakini pia anatajwa Tyler Adams kutoka FC Bournemouth. Kijana wa zamani James Garner anatajwa pia. Yuko Joao Neves, lakini yuko Habib Diarra pamoja na Sadiki Noah kutoka Sunderland. Nyota wawili wakubwa ndio malengo zaidi ya Manchester. Mmoja apatikane kwa gharama ya katikati, lakini mmoja Manchester wako tayari kuvunja benki, kujenga upya kikosi cha Manchester kabla ya kurejea barani Ulaya na kucheza michuano ya ligi ya mabingwa. Je, Academy inaweza kusaidia jambo hili? Matarajio ni kiasi sana kutoka Academy. Mtu kama Jimmy Whitehead anafanya vizuri, Sekou Kone, Christian Olkozo wanafanya vizuri. Hivyo inawezekana ikawasaidia kubusti sehemu ya kiungo, lakini bado viongozi wa Manchester wanaamini kiungo imara ndio jambo la msingi ambalo linatakiwa kwa sasa, kisha vijana wanaweza kuingia taratibu ili kutokubebeshwa mzigo mkubwa wa kuibeba timu. Kiungo ni kipaumbele namba 1 cha sasa cha usajili wa Manchester kuelekea dirisha kubwa. Makosa ya zamani hayawezi kurudiwa, lakini usajili wa kiungo bora unaweza kuibeba Manchester kwa miaka mingi zaidi. Hivyo Ineos wataendelea kupigana na wanaendelea kusaka kiungo bora kupitia kwa Christopher Vivel ambaye ni mkurugenzi wa usajili. Wewe kama mdau wa Manchester unaona sokoni nani anafaa? Moja kati ya washabiki wakubwa wa channel hii alisema Onana kutoka Aston Villa ni moja kati ya viungo bora ambao wanaweza wakasajiliwa ili kuja kuijenga Manchester. Na sera ya Ineos safari hii ni kusajili wachezaji ambao wameprove ndani ya ligi ya England
kuliko kwenda kusajili wachezaji kutoka kwenye ligi zingine ambao wanaweza kuja kuwa changamoto. Subscribe, like, share na comment kupitia hapa United Insider.